Kwa majina naitwa Alimkina na kaa Kinondoni Biafra. Kwa gemu ya leo nimeiangalia gemu vizuri tu. Sema wa Tanzania kuna vitu ambavyo tunavikosea au mpira tunaukosea azi yake. Mimi haya makundi yalivyokuwa yamepangwa tu, haya makundi nilikuwa najua kabisa kundi letu ni gumu sana, tofauti na makundi ambayo yalikopo na majina ya upande wa pili ambao sio kina FC Alabati. Sisi kundi letu kulikuwa kuna watu ambao wanajua mpira, yani watu wanacheza mpira. Leo tunapoizungumzia Petro Atletico, mwaka jana ameingia robo finali mpaka kwenda nusu finali, hakuwahi kuruhusu goli katika mechi zake zote za makundi. Na katika kundi aliyokuwa nao alikuwa na majianti, alikopo na kina Mamelodi Sundowns, alikopo na kina Al Ahly. Kwa hiyo hii ni timu ya aina gani unavyoiona? Na mpaka tunavyozungumza sasa hivi Petro Atletico hajamtoa mchezaji yoyote kutoka msimu wa mwaka jana mpaka sasa hivi. Waliotoka pale ni kocha tu, ambaye yule kocha ndo ameenda FC Alabati ambao ndo alifungwa jana. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inasifika kwamba ina ukuta mgumu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kocha alichokuwa amekifanya ni kwanza kucheza nao katika ile bato ya kuzuia. Na mimi siwezi kumlaumu kocha kwa sababu viungo wote ambao sisi tuko nao Simba ni viungo wengi ni wa kushambulia, tofauti wa kuzuia. Nafikiri na wewe mwenyewe ulikuwa umeona kwa macho yako mawili, watu tumetengeneza nafasi. Mimi naweza nikasema kwamba timu iliyocheza kipindi cha kwanza ndio bora kuliko ile kipindi cha pili. Kwa sababu ya kipindi cha kwanza tumetengeneza nafasi zaidi ya 3. Lakini hii ya kipindi cha pili yani chance mmeona moja tu ya ile ya Mpanzu. Lakini ukija kuangalia nyingine zote tuko tunabahatisha. Maana yake ni kwamba huyu kocha ni bonge la kocha, ila watu wameshindwa kuelewa. Kwa nini ni bonge la kocha? Ni mtu ambaye ana experience kubwa sana kumsoma mpinzani anayecheza naye. Kitu ambacho kilichokuwa kimetukosesha leo ni kutokuwa na wachezaji machua, kwa sababu kuna baadhi ya chance unazokuwa uko nazo, yani hatakiwi mchezaji kuzipoteza. Akizipoteza inatakiwa ajijutie. Naweza kukutolea mfano upande wa pili, mtu kama Pacome ni machua, yani anajua uwanjani anafanya kitu gani. Lakini leo sisi Simba tuna wachezaji ambao wana vipaji lakini bado sio machua. Kwa mfano ukiwazungumzia wachezaji wengi leo ndio mechi yao ya kwanza kucheza klabu bingwa Afrika hatua ya makundi. Kwa hiyo hivi vitu vyote hivi vimetukosti. Lakini unapoizungumzia Petro Atletico, kikosi kile ndio kilichokuwa kimecheza mwaka jana ambacho kimeenda mpaka nusu finali. Mimi niko tofauti sana na wanasimba wenzangu. Mimi naiona nafasi yetu kupitia kwenye kundi letu bado kubwa sana. Kwa nini nasema bado kubwa? Sisi ziko timu 4. Jana wamecheza pinzani wetu wameenda draw. Na yule Bamako ameenda kudraw pale Tunisia Esperance. Maana yake inaonyesha kwamba kundi tuliokuwa nalo ni gumu. Leo hii amekuja Petro Atletico kwenye uwanja mgumu. Yaani sisi wenyewe tunasema hapa kwenye uwanja wa Mkapa ukitufunga ni uwanja mgumu. Hadi bara la Afrika huko vilabu vyote vinajua ukienda Tanzania uwanja wa Mkapa ukicheza na Simba ni hatari. Lakini leo Petro Atletico amepata matokeo. Kwa hiyo hata Simba tunao uwezo sisi tukijipanga tukiwa tuko vizuri na hii timu yetu ilivyocheza leo. Yani tunaweza kupata matokeo sehemu yote, kwa sababu hata wewe nikikuuliza ndugu mtangazaji, unaiona Simba sio kwamba tumeelemewa, yani si Simba ndio tumeongoza kwa kila kitu, ila isipokuwa kwamba matokeo ndio yako tofauti upande wetu. Kitu ambacho kwa sasa hivi kinatakiwa kifanyike, mwalimu anatakiwa akae sana na wachezaji wake, kwa sababu kwa mchezo wa leo, kupitia mchezo wa leo wachezaji wetu wameonekana bado haya mashindano ni makubwa kuliko wao. Kwa hiyo kunahitajika semina ya hali ya juu sana kuelekea mechi inayofuata.